wenye dhambi nao watasimama mbele ya wokovu, hao watahukumiwa sawa sawa na matendo yao. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Wenye haki nao watasimama mbele ya wokovu, hao watahukumiwa sawa sawa na matendo yao. Heri wamtumainio Bwana. Shalom, shalom, na kusalimu katika jina la Yeshua aliye hai. Apewe sifa Mwokozi. Mpate kubarikiwa. Tunazidi kujifunza kuhusu utakatifu. Yaani tunazidi kutembea katika safari ya mbinguni. Nitawaambieni mambo kidogo kuhusu safari hiyo. Safari ya mbinguni haina majuto. Safari ya mbinguni imejaa matumaini. Safari ya mbinguni imejaa maisha mapya ndani ya Kristo. Haleluya, haleluya. Maisha ya mbinguni yana matumaini mapya ndani ya Kristo. Sio ndani ya wokovu, sio ndani ya Ukristo, ndani ya Kristo, ndani ya Masihi, ndani ya Hamashia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yaani ndani ya Mwokozi, matumaini. Kwa hiyo mimi nakuhubiria, lengo langu kwako ni nini? Lengo langu ni kukutoa dunia kwanza. Lazima nikufundishe mema na mabaya. Jambo langu la kwanza. Hiyo ndio first instruction. Nenda duniani kawafundishe mema na mabaya. Wewe unajua mema na mabaya. Second instruction, nenda kawatoe ulimwengu ndani yao. Licha ya wewe kukaa ulimwenguni, Mungu hataki ulimwengu ukae ndani yako. Naliwaambia kwamba msinganganie dunia, wala msishirikiane na dunia. Maana dunia ni mashariki ya kuzimu. Hosere masika. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni hataki mwanadamu anayeshirikiana na dunia. Maana imeandikwa, enyi wazinzi, hamjui rafiki wa dunia ni adui ya Mungu. Haleluya, haleluya. Kisha mnapaswa kufundishwa utakatifu wa Mungu. Mnapaswa kufundishwa utakatifu wa Mungu. Na ndio jambo ambalo nalifanya. Mkishafundishwa utakatifu, sasa mtakuwa mmejawa na kitu kinachoitwa imani. Na mtaingia paradiso ya Mungu. Pasipo hayo, huwezi ukamwona Mungu. Huwezi ukaiona paradiso. Baba ni mtakatifu. Anataka walio watakatifu. Baba ni mwenye haki. Anawataka tu wenye haki. Hawahitaji wa Kristo. Hawahitaji makanisa. Yaani makanisa hayapokelewi mbinguni. Anayepokelewa ni mtakatifu, aliyevaa roho ya ujasiri, asiye muoga. Waoga watatupwa jehanamu. Ondoeni mashaka moyoni mwenu. Vaeni roho ya ujasiri. Wokovu bila ujasiri ni ufisadi. Wokovu bila ujasiri ni upumbavu. Wokovu bila imani ni ujinga. Wokovu bila imani ni kuwa na akili punguani. Maana wokovu una vitu vinavyoufanya uitwe wokovu. Kitu cha kwanza ni utakatifu.
Kitu cha pili ni imani. Kitu cha tatu ni Roho Mtakatifu. Hivyo vitu vitatu ndio vinafanya watu wanasema Mungu ni watatu. Hapana, hizi ni njia tatu ambazo Mungu anamuumba mwanadamu, anamfanya mwanadamu kuwa na maisha ambayo anayataka yeye. Kumbuka, bila imani mwanadamu hawezi akamwamini Mungu, mwanadamu hawezi akaishi maisha matakatifu. Kwanza, ufalme wa mbinguni ni nini? Mmehubiriwa kwamba tubuni dhambi mtaingia mbinguni, kwenye ufalme ambao hakuna mabaya. Imeandikwa Mungu pamoja na wanadamu. Lakini mimi nawaambieni, ufalme wa mbinguni unaanzia duniani, sio huko mbinguni. Ndio maana kuokoka unaanzia duniani. Umeanza kuokokea duniani, sio kwamba utaokokea huko. Kama uokovu upo duniani, inamaanisha ufalme wa mbinguni upo duniani. Ufalme wa mbinguni upo duniani. Nitawaambia mtapata wapi ufalme wa mbinguni. Sio mashariki wala kaskazini, sio kusini, sio mashariki, sio magharibi, sio kusini, sio kaskazini, wala sio sehemu yoyote ya dunia. Hakuna kwenye pembe nne zote za dunia ambapo utapata uokovu. Uokovu umejificha ndani ya ule msalaba wa Kalvari. Uokovu, hata ukiangalia msalaba, ni mwanadamu tu aliyesulubiwa, Yeshua, Mungu aliye hai aliyesulubiwa. Ukimwangalia utamwona ni mwanadamu, kwa sababu hata Mafarisayo walisema, wewe ambaye mwanadamu unajifanya kwamba wewe ni Mungu. Kwa hiyo ukimwangalia kama mwana wa Mungu, utamwona tu mwana wa Mungu na huwezi kuokoka. Lakini ukimwangalia kama Mungu aliyeuvaa mwili, akaja kwangu nipate kukombolewa, akaja kwangu nipate kukombolewa, utapata ukombozi. Maana ukombozi umejaa ndani ya mishipa yake, ndani ya mbavu zake kuna ukombozi. Ndio maana wale askari hawakudunga mkuki kifuani, walidunga mbavuni, kukatoka uokovu. Huo uokovu ulitokaje? Nenda kwenye kitabu cha Yohana 19 ama 20 na kitu hapo, utapata hiyo. Yohana mwisho. Kama umesoma vizuri Biblia utajua naongelea nini. Si alidunga mkuki ubavuni, kukatoka uokovu. Uokovu huo ni vitu viwili. Kulitoka maji na damu. Maji hayo sasa tunapaswa tuyatoe. Maji hayo ni kwa sababu ya kuwabatiza watu. Ninyi mmekimbia kwa mtoni mkaanza kuangusha watu kwa maji. Lakini maji yametoka ndani ya ule mwili. Maji yametoka ndani ya ule ubavu. Inamaanisha maji ambayo tunayahitaji sio maji ya mitoni, sio maji ya ulimwengu huu, bali ni maji yaliyotoka ndani ya mbavu za mwana wa Adamu. Kama unayo wabatiza watu kwa hiyo kweli. Kama ulikuweko pale Kalvari ukayachota yale maji, pale aliposulubiwa Golgotha ukayachota yale maji, unaweza ukawabatiza watu. Lakini kama huna hiyo maji, hayo maji yako ndani ya kinywa chako, hayo maji yako ndani yako, hayo maji ni maandiko. Maana neno la Mungu lilipodungwa mkuki lilitoa maji na damu. Yaani lilitoa uokovu. Bila maji na damu hamuokoki. Inamaanisha maji ni nini? Njooni kwangu mnywe maji ya uzima. Inamaanisha maji anawaita watu wanywe yeye, wamkunywe. Maji anawaita watu wamnywe yeye, wamkunywe yeye. Anasema kwamba mwanamke Msamaria anasema, mimi nina maji ya kisima cha Yakobo, lakini yeye anamwambia, nina yangu ambayo nikikupa utabubujika ndani yako uzima wa milele. Kwa hiyo ninyi mna yenu, lakini inapaswa upewe maji ambayo ndani yake atabubujika na uzima wa milele. Mwanamke Msamaria alisema kitu kikubwa ambacho ulimwengu unakipita tu ukisoma hapo, ya kwamba yuaja Kristo atakayetufundisha yote. Kwa hiyo mtu anayetokeza akisema yeye ni mwana wa Mungu na ni Kristo, lazima awafundishe mambo makubwa yote. Kristo hajulikani kwa miujiza, anajulikana kwa hekima ya Mungu iliyojaa. Maana Kristo anaitwa stadi wa Mungu wa kazi, hekima ya Mungu. Nasema tutapewa mtoto mwanamume shina la Yese,
ambaye ndani yake kutajawa na hekima, roho wa hekima, mshauri wa ajabu, roho wa ushauri, itajaa ushauri, hekima na nguvu na ufahamu. Kuna tofauti ya kulifahamu neno la Mungu na kulijua. Wenye dhambi wanajua neno la Mungu, manabii wa uongo wanajua, lakini mwenye kufahamu neno la Mungu ndiye atakaye urithi ufalme wa mbinguni, sio mwenye kujua. Haleluya. Neno la Mungu ni mbegu ambayo inamwagwa juu ya mimea ambayo ni mioyo yenu wanadamu. Hiyo mbegu inamwagwa juu yenu. Kuna ile ambayo inaanguka kwa miba, ndege wakaila. Ndege ni mapepo. Kuna ile mbegu ambayo itaanguka kwenye moyo ambao huo moyo unataka tu baraka za dunia. Vitu vya dunia vitasomba hilo neno na kulimwaga nje ya moyo. Ulinde moyo wako kuliko chochote, maana hapo ndipo Mungu anafaa kukaa. Lindeni mioyo yenu kuliko miili yenu. Linda moyo kuliko chochote. Linda moyo mwanangu. Linda moyo wako. Linda moyo wako kwa kuifuata Biblia. Linda moyo wako kwa kujawa na neno la Mungu. Linda moyo wako kwa kuishi Biblia. Kama hakuna mtu yoyote atakaye fanana na Biblia, atakaye tokeza kwenye picha ya maandiko, kuweni na uhakika ninyi nyote mtatupwa jehanamu. Uwe unafunga siku 100, uwe unakesha na kuomba. Nasema watu wangu wakipiga magoti na kunitafuta katika kweli, wakiniomba katika kweli, walioitwa kwa jina langu wakiniomba katika kweli. Kweli ni nini? Sio kuomba kwa ukweli. Kuna tofauti ya ukweli na kweli. Kweli ni neno la Mungu, ukweli ni the truth. Wakiniomba katika kweli, yani wakiniomba katika neno langu. Usimuombe Mungu nje ya neno lake. Hallelujah, hallelujah. Sisai God malima sai. Usimuombe Mungu nje ya neno lake, katika kweli. Baba, katika kweli, wakumbuke watu wako. Katika kweli. Namaanisha maombi yako yawe yamezungukwa na neno la Mungu. Mkimuomba Mungu katika kweli. Katika kweli. Ndio ibada katika roho na kweli. Vaeni roho ya ujasiri. Siku hizi za mwisho ni hatari. Ni wachache sana watakao urithi ufalme wa mbinguni. Very few people. Kama kweli hamtavaa roho ya ujasiri, ondoeni mashaka moyoni mwenu. Kwa nini nasema, mtu atasema kwa nini unasema tuondoe mashaka? Lazima tuzichunguze hizi roho tuone kama zinatokana na Mungu. Huwa unachunguza kitu kama unajua ukweli, na unachunguza hiki kitu unajua ni cha uongo. Sasa kama hujui ukweli unachunguza nini? Unatumia nini kumchunguza nabii? Haya ni kuambia ukweli. Haya makanisa yote ya Tanzania, haya makanisa yote ya Kenya, yote ya Uganda, ya Kongo, hawana Mungu. Ili kuambia maneno ambayo yatakushangaza. Hizi zote ni dini za wanadamu. Hizi zote ni njia za mwanadamu kumfikia Mungu. Mungu anasema mawazo yake na ya wanadamu yametengana kama vile mbingu na nchi. Inamaanisha ya kwamba hakuna siku ambayo mbingu na nchi, inamaanisha hata watu ambao wanatembea nchi hawaongei na Mungu. Kuongea na Mungu ni nini? Kuongea na Mungu, utajuaje Mungu anaongea na wewe? Utaanza kuona maisha yako yakianza kufanana na Biblia. Utajua Mungu anaingia ndani yangu. Baadaye utakuja ujazo na Roho Mtakatifu. Ndipo utajua Mungu amenijaa, nami niko tayari kwa ajili ya mavuno. Lakini lazima kwanza ujawe na neno la Mungu. Amani ya Mungu ikae ndani yako.
Furaha ya utakatifu ikumiliki, nao ukawe mwenye upendo na amani. Umuogope mdogo na mkubwa, muheshimu maskini, fukara kwa tajiri. Usimuonee wivu mtu yoyote, bali ondoeni wivu ndani ya mioyo yenu. Muwe wakamilifu kama mwana wa Adamu alivyo, mkakamilike katika mimi. Msiogope ya dunia, vaeni roho ya ujasiri, mkaondoe roho ya mashaka. Msifatishe mambo ya dunia, ni ya kitambo kidogo. Mimi napenda msikue pamoja na dunia. Lazima mtoe dunia ndani ya mioyo yenu, ndipo Mungu aingie. Ujumbe wa malaika ni maono ya malaika, ni ujumbe wake Mungu. Maono ya malaika ni ujumbe wake Mungu. Fungua moyo wako, Mungu waingie. Fungua moyo wako, malaika waingie. Fungua moyo wako, Mungu waingie. Fungua moyo wako, Roho waingie. Maono ya malaika ni ujumbe wake Mungu. Maono ya malaika ni ujumbe wake Mungu. Fungua moyo wako, malaika yani ujumbe. Biblia yote ni maono yaliyoletwa na malaika, kama Ufunuo, Danieli, ni ujumbe wake Mungu. Lakini fungua moyo wako ili ujumbe wa Mungu uingie. Ujumbe wa Mungu ukikuingia, utaitwa mtoto wa Mungu. Na mtoto wa Mungu ana uwezo wa kumfikia Mungu. Umenisikia vizuri? Fungua moyo wako, ujumbe wa Mungu uingie. Haleluya, haleluya. Ukishaingia, utafanyika mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu ni kipenzi cha Mungu, ni uzao wa Mungu, ni uzao wa kiungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mioyo yenu na ipasuke. Maandiko yanasema watu hawa wanatenda dhambi na nyuso zisizo na haya. Watu hawa wanatenda dhambi na nyuso zisizo na haya. Yani unatenda dhambi lakini hauaibiki dhambi yako. Unatenda dhambi lakini upo tu vizuri. Licha kumkosea Mungu, hauhukumiwi moyoni mwako. Inamaanisha ndani ya moyo wako you don't have God. Mara ya kwanza Roho Mtakatifu anaingia in your subconscious mind. Subconscious mind. Yani kitu cha kwanza lazima akili yokoke, macho yokoke, mdomo uokoke, sikio lako liokoke. Na you must be saved your subconscious mind. Lazima akili yako irudie mwanzo wa uumbaji. Utaanza kuona tu mambo mengine ukiacha. Kuna dhambi ambazo hazihitaji kuombewa ili kuacha ama kufanyiwa nini. Zinahitaji maamuzi ya akili yako. When your mind decide, you will live that. Neno la Mungu ni imara. Mwanadamu sio imara. Anahitaji neno ili awe imara. Asimamaye imara ni kama mlima wa Sayuni, hatatikisika milele daima. Asimamaye imara ni kama mlima wa Sayuni, hatatikisika milele daima. Milele daima, milele daima. Asimamaye imara. Mtu imara ni mtu asiye na mashaka. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Majaribu ya mwenye haki ni mengi,
lakini Bwana umwepusha na yote. Mwenye haki ni mtu mvumilivu. Mwenye haki ni mtu mstaarabu. Mtu asiyeenda na makundi ya wanadamu. Mtu anayeenda na kusudi la Mungu. Kwanza, uokovu wako kwa kudumu sana kwenye kweli ya Mungu, lazima uwe na kusudi la Mungu ndani yako. Hilo kusudi huwa linajengwa ni kama mzinga wa nyuki. Asali ya uokovu, ukionja utamu wa kweli, ni hiyo kweli kukusanyika ndani yako. Ndio inajenga kusudi. Maana baada ya kujawa na neno la Mungu, neno la Mungu likijaa, linainua kusudi la uokovu. Kusudi la uokovu linainua tumaini la uokovu. Tumaini la uokovu linakutazamisha ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni unakutazamisha utakatifu. Utakatifu unakutazamisha toba. Umekamilika. Yani toba, unakuja utakatifu, unakuja uokovu. Unatoka uokovu, unaingia ukitoka uokovu, unaingia tumaini, alafu uzima wa milele. Haleluya. Mtu atauliza swali, nitajuaje nimekubalika mbele za Mungu? Nitaisikia neno likinijenga. Ukitaka kujua umeongea na mtu na mkaelewana, mtu ambaye hujakuwa ukimpata muda mrefu na kumuona, huwa unajawa na anxiety, na furaha, na amani moyoni mwako, na furaha. Huyo ndio Mungu wa kweli. Wacha hata kunena kwa lugha, itakuja tu. Lakini Mungu wa ukweli ni furaha na amani. Unahisi amani sana moyoni mwako na furaha. Umeingiwa na uokovu wa kweli. Umeingiwa na uokovu wa kweli. Maana ukikutana na Mungu, roho yako ndio itaguswa, sio mwili. Wanaogusa mwili ni manabii wa uongo, wanagusa akili. Lakini Mungu anagusa roho. Ndio maana utahisi ndani yako amani. Amani sana. Amani kubwa, ambayo haifanani na ulimwengu. Amani yako ikifanana na ulimwengu, basi wewe ni wa ulimwengu. Sikiliza nikusomee. Yohana 14 kuanzia mstari wa 25. Maandiko yanasema, hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani na waachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Umesikia maneno ambayo Biblia inakuambia? Msifadhaike mioyoni mwenu, alafu msiwe na uoga. Kufadhaika kunaleta mashaka. Nimewaambia, vaeni roho ya ujasiri. Waoga wote watatupwa jehanamu. Chakula kitakatifu kimeanza kupakuliwa. Kitaliwa ulimwengu mzima. Baada ya kuliwa ulimwengu mzima, kila mtu akisha kula na kushiba na kusaza, ndipo yule mtakatifu atafunuliwa mawinguni. Mawingu yatakuwa nchi na tetemeka. Maandiko yanasema, jua litatiwa giza, mwezi hautatoa mwanga wake. Ndipo makabila yote yatahuzunika,
kwa kuwa mwana wa Adamu amefika, ndipo kanisa takatifu, walioonekana wamepotea, walioonekana wapo kwenye cult, ndipo watakapomuona mwana wa Mungu, yeye aliyesulubiwa na kumwaga damu yake. Ndipo watakapomuona yeye ashukaye mawinguni. Jina lake ni Yeshua, mwana wa Mungu, akija na mawingu na farasi za mbinguni, na malaika wote na jeshi la watakatifu. Ndipo watakatifu watainuka na kupanda juu. Ninyi ambao mnamtarajia Mungu, ninyi ambayo mmemsubiria Mungu kwa haki na kweli, ndio mtakaopanda juu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nimewaambia ni mtapanda juu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, sio uwezo wenu. Inamaanisha mtu yoyote aliye kwenye kanisa anayesema ameokoka na hana Roho Mtakatifu hataiona paradiso ya Mungu. Maana waliojazwa na Roho wa paradiso ndio watakaoenda paradiso. Haijalishi ni maskini, haijalishi ni tajiri, lakini yeyote tu aliyeishi mapenzi ya Mungu, aliyeishi utakatifu wa Mungu, ndiye atakayepanda Sayuni. Wale wenye uoga, wazinzi na watendao machukizo, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Ndipo mataifa yatahuzunika, ndipo wafalme watafadhaika, wakasema ni mambo gani yametupata sisi wana wa binadamu, tukakosa kumtii yule Kristo wa mataifa aliyetuambia anaandaa njia kwa ajili ya kuja kwake mwana wa Adamu wa Wayahudi. Mimi nawaambieni Yesu Kristo ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine tu, bali Mungu ni mmoja, naye ni Yeshua aliye hai, atawalaye milima na mabonde, aliye katika mioyo ya wanadamu waliookoka. Ndiye Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Mwabuduni katika roho na kweli. Maandiko yamewaambia saa inakuja, sasa ipo, na ndio sasa ambao mataifa, mamilioni, maelfu watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya! Usiwe na uoga wala mashaka moyoni mwako. Mwamini Mungu kwa yote. Tembea na Mungu. Mwamini Mungu siku zote. Mtumaini Mungu saa zote, maana yeye ndio uokovu wako. Hakuna atakaye kuokoa ila yeye aliyekuumba. Hakuna atakaye kurehemu ila yeye aliyekuumba. Hakuna atakaye kutakasa ila yeye aliyekuumba. Hebu muendee muumba wako. Hebu murudieni muumba wenu. Hebu murudieni Mungu wenu, ninyi mtapata kuokoka. Bali mkikaa mbali na yeye, ndipo shetani atazidi kuwang'ata. Ndipo mtakuwa na vidonda vya kung'atwa na ibilisi. Ndipo dhambi zitawatesa. Ndipo mtakufa kwa aibu. Bora ulimwengu kuone wewe ni mshamba. Mungu wetu ni mshamba. Mungu wetu anafurahia ushamba. Kwa hiyo Mungu hataki mapambo. Mungu hataki hereni. Mungu hataki mashedo. Mungu hataki kusuka. Mungu hataki mapambo. Mungu hataki marashi. Mungu hataki vibweta. Mungu hataki vioo. Mungu hataki kila uchafu. Isaya 3:16-24 itakuambia uchafu ambao Mungu hautaki. Mungu hataki denge. Mungu hataki denge. Mungu hataki denge. Mungu hataki kuchonga pembe za ndevu zako. Nenda katika mambo ya Walawi, utapata mambo hayo. Mungu hataki. Mungu hataki muende kwenye makanisa za uongo. Mungu hataki mwanadamu muongo. Mungu hataki mwanadamu mfisadi. Mungu hataki mwanadamu mchoyo. Mungu hataki mwanadamu ambaye anapenda kujipendekeza na kujiinua. Mungu hataki mwanadamu maarufu. Mungu hataki makanisa. Mungu anataka watakatifu.
Mungu hataki wa Kristo. Mungu hataki Waislamu. Mungu anataka watakatifu. Usidhani ya kwamba utamshawishi Mungu. Mungu hashawishiki. Mungu unamtii. Usidhani ukiwalisha mayatima wajane ndio unamfurahisha Mungu. Never. Mungu anafurahishwa kwa utakatifu. Mungu anafurahishwa kwa utakatifu. Wakati wenzako wa Agano Jipya walimuishia Mungu katika roho na kweli, walisahau dunia na vyote vya dunia, Paulo anasema ni mavi. Wewe unang'ang'ania. Unasoma kitabu cha Paulo mahali amesema na Mungu wangu atawapeni kadiri na utajiri wake. Sasa unataka akupe. Wewe unaabudu Mungu wa Paulo wewe. Wakati Mungu wa Paulo anasema vyote ni mavi. Nimefundishwa kuridhika. Nimefundishwa kuona njaa na kushiba. Tukiwa na mavazi na chakula tunaridhika. Raba sekirimona Andrea sidrasaya. Nawaambieni kweli ya Mungu itakayowaweka huru kabisa. Uwe umefungwa na dhambi, uwe umefungwa na wachawi, uwe umefungwa na waganga, uwe umefungwa na mapepo, uwe umefungwa na majini. Kweli ya Mungu inafungua vyote, inakuweka huru peupe, lakini inaanza na moyo. Mungu atakuonya sana wewe mwenyewe, wala hata kutumia kuwaonya wengine. Atakuonya sana, hakikishe upo vizuri, umekuwa nuru, kisha hiyo nuru itaangazia wengine. Maandiko yanasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Lazima nuru iangaze ili wapate kumtukuza Mungu kwa matendo yenu mema. Haujasikia? Ili wapate kumtukuza Mungu kwa nyimbo zenu njema, kwa makanisa yenu makubwa. Amesema ili wapate kumtukuza Mungu kwa matendo yenu mema. Mimi naamini wokovu wa mtu mmoja, sio makundi. Wokovu wa makundi ni ubatili. Wokovu ni nini? Hii wokovu, huu ni uweza utokao katika maandiko unaomjaa mwanadamu ukamwezesha kuishi maandiko. Na uweza, Paulo anasema sitaionea haya injili, maana ni uweza wa Mungu uletao uokovu. Uokovu ni uweza unaomuingia mwanadamu kutokana na kujua ukweli wa Mungu unaomwezesha kushinda dhambi. Yani kitu kikubwa. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? 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 Hata mapambo hapana, nimekataa kabisa. Hata mapambo hapana, nimekataa kabisa. Wanawake kuwa wachungaji hapana, tumekataa kabisa. Kutokuomba hapana, tumekataa kabisa. Kutokulitii neno hapana, tumekataa kabisa. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wa? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi? Hata makanisa hapana, tumekataa kabisa. Mahubiri ya uongo hapana, tumekataa kabisa. Unakataa kabisa. Mahubiri ya uongo yatakutenga na Yesu Mwokozi. Mafundisho ya uongo yatakutenga na Yesu. Familia za kushirikiana na wenye dhambi kutakutenga na Yesu. Mzazi wako mchawi atakutenga na Yesu. Mhubiri wako mwenye tamaa ya mali atakutenga na Yesu.
Kitu gani, jiulize moyoni mwako, ni kitu gani kitakutenga na Kristo Yeshua, Mungu wa kweli? Kitu gani kitakutenga? Unajua, nawafafanulia maandiko ya Kristo ili mpate kuokoka. Baba afanyika mwili kufafanua maandiko ya Kristo. Mimi najishuhudia mwenyewe, wala hakuna anishuhudiaye, maana ushuhuda wangu ni kweli, nayo kweli iliyo mioyoni mwenu itawashuhudia kwamba nashuhudia kweli. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiliza andiko hili linavyosema. Glory, glory, glory. Inasema Yohana Yohana 11:44. Yohana 11:40, maandiko yanasema, Yeshua akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Ukifanya nini? Ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Ukiamini. Kuamini ni kufanya nini? Kuamini, kumbuka maandiko yanasema, nendeni kote ulimwenguni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kila aaminie. Inamaanisha unapaswa kuamini kutokana na injili. Kwa hiyo yeyote atakayesikia injili na kuiamini atauona utukufu wa Mungu. Mtu atajiuliza, nitaamini aje injili ili nipate kuona utukufu wa Mungu utakaoleta wokovu na majibu ya maisha yangu? Kuamini injili ni wakati unahubiriwa injili unasadiki. Kusadiki ni immediate response. Immediate response. Yani unasadiki na kuifuata. Yani yeye asikiaye maneno yangu na kuyaamini anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba kwenye mwamba. Kuyaamini. Kuamini ni kufanya nini? Kuamini ni kuyafuata na kuyang'ang'ania. Ndio kuamini. Ni kuyafuata na kuweka juhudi za mambo hayo yatimie kwako. Ni kuyaamini kwamba yana lengo na wewe, sio lengo na dunia. Ya dunia ni wanadamu. Maandiko yakisema ulimwengu ni wanadamu. Kwa hiyo wanadamu ni wengi, akiwa wewe unayenitazama. Kwa hiyo kuliamini ni wewe kulichukua, kulipokea kwanza, ukalifurahia katika mapokezi yale, alafu ukaliweka moyoni mwako na ukaling'ang'ania na kuliamini na ukaling'ang'ania. Sasa mtu atasema, nitang'ang'ania aje? Kuna tofauti ya kung'ang'ania ya Mungu na kung'ang'ania ya dunia. Kung'ang'ania inamaanisha kuomba kulihusu na yani kuomba maombi kulihusu. Kwa hiyo ukiomba maombi yasiyohusiana na neno la Mungu kutimia maishani mwako, unaomba vibaya. Mungu hakusikii. Sasa wewe hauombi katika kweli, unaomba katika mwili. Unaomba tamaa zako. Hawa watu hawajibiwi. Maandiko yanasema watu hawa hawajibiwi kwa sababu wanaomba vibaya, na hata wanaomba hivyo vitu wavitumie kwa tamaa zao. Kwa hiyo maombi yawe yanalenga yale maandiko. Bwana nisaidie. Maandiko yote katika Biblia nzima yanamtengeneza mtu kwenda paradiso mbinguni. Hayamtengenezi mtu kufanya chochote. Yani kila andiko lenye pumzi hapa linalenga kukupeleka Sayuni. Kumbuka imesema, wala msiwe na uoga. Msifadhaike na msiwe na uoga. Msifadhaike na msiwe na uoga. Msifadhaike na msiwe na uoga. Watu waoga waingii mbinguni, bali wenye ujasiri ndio watakao ingia. Lazima muwe na moyo wa ushujaa.
uwe na moyo wa ushujaa. Unawaza nini kumhusu Bwana? Unawaza nini kumhusu Bwana? Unawaza nini kumhusu Mungu? Unataka nini kati ya wewe na Mungu? Unataka Mungu akupe nini? Unataka Mungu akufanyie nini? Unataka gari? Nani katika Biblia aliomba gari? Maombi yenu yafanane na Biblia. Inafaa maombi yenu yazunguke. Kama ni mgonjwa upone, kama una amani upewe amani, na mambo mengine mengi ambayo Mungu atawafanyia. Hata gari anaweza kukupa, ila gari aliombwi. Gari wanapewa wanaostahili kuwa nalo. Mambo mengine ni haya: muombeni Mungu awaokoe, muombeni Mungu awakumbuke. Utamuombaje Mungu? Na wafundisha jinsi ya kumuomba Mungu, sio kwenda kuomba chochote, sio kuombea wanafamilia. Hakuna wewe mwenyewe sio mtakatifu. Unaombeaje watu? Unaombeaje watu wengine? Wewe mwenyewe hujaokoka. Kuliko kujiokoa roho yako wewe sasa ndo unatoa. Maandiko yanasema toa kwanza boriti lililo ndani ya jicho lako kabla kulitoa lililo ndani ya jicho la ndugu yako. Wewe umekimbia kutoa ndani ya jicho la ndugu yako, lakini wewe, nasema hivi leo, ile andiko linamaanisha okokeni ninyi wenyewe kwanza ndo mtahubiri baadaye. Kusema ubiri sio vibaya, ila kwanza kuhubiri ni mbaya. Okoeni nafsi zenu kwanza. Maandiko yanasema atakayeiokoa nafsi yake ataiangamiza, atakayeiangamiza ataiokoa. Kwa hiyo wewe ambaye unataka kuhubiria wengine lakini haumtaki Mungu, wewe ni muovu kuliko wenye dhambi wote. Wewe ambaye unaishi kuwaongelea wenzako jinsi hawajui neno la Mungu, wewe ni muovu kuliko wenzako. Uwe mpole wa moyo, mtu mpole wa moyo, na nataka watu wawe ni watu wa aina fulani ambao ulimwengu hauwaelewi. Yaani wanafikiri tu kumhusu Mungu mchana na usiku. Ninyi ni wanadamu wenye damu na nyama kama Yoshua alivyokuwa. Kama wale walikuwa tu kwamba watafakari sheria ya Torati mchana na usiku, isitoka kinywani mwao, waweze kuirithi nchi ya ahadi. Je, na wewe ambaye unataka kuingia paradiso, sio kwamba utafakari sana? Yes. Asanteni sana, mpate kubarikiwa. Mema ya wajilieni, utakatifu uwe pamoja nanyi ng'ang'anieni utakatifu, nanyi mtapata kubarikiwa na kusaidiwa na Roho Mtakatifu kuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Amen. Neno langu ndilo uzima. Mimi ndimi kweli hiyo nayo kuhubiria, na mimi ndimi huo uzima. Kila ajaye kwangu nitamtia uzima ndani yake, naye atapata kurithi ufalme wa Baba yangu. Ufalme huo ni wangu mimi, ulikuwa wa Baba akanipa, navyo vilivyo vyangu ni vya Baba, maana Baba ni mkuu kuniliko mimi. Haleluya, glory Masihi. Haleluya, haleluya, haleluya.